Urusi imefanya moja ya mashambulizi makubwa zaidi dhidi ya Ukraine kwa kutumia makombora na mamia ya drones usiku wa kuamkia leo Jumanne, Juni 2 mwaka 2026, mashambulizi yaliyoacha vifo vya watu wasiopungua 11, majeruhi kadhaa na wengine wakikwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa. Maafisa wa Ukraine wamesema mashambulizi hayo yalilenga miji kadhaa mikubwa, huku uharibifu mkubwa ukiripotiwa katika maeneo ya makazi na miundombinu ya kiraia. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Ukraine, Urusi ilirusha jumla ya makombora 73, drones 656 katika operesheni hiyo kubwa ya usiku. Malengo makuu yalikuwa ni mji mkuu wa Kiev pamoja na miji ya kati na mashariki mwa nchi hiyo ikiwemo Dnipro, Poltava na Kharkiv. Vikosi vya ulinzi wa anga vya Ukraine vilisema vilifanikiwa kuharibu au kuzuia makombora 40 na drones 602, lakini idadi kubwa ya silaha hizo bado ilifanikiwa kupenya na kusababisha madhara makubwa. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo ya moja kwa moja yalirekodiwa katika maeneo yasiyopungua 38 baada ya makombora 30 ya ballistic, makombora matatu ya cruise na drones 33 kufika kwenye malengo yake. Mabaki ya drones zilizodunguliwa pia yalianguka katika maeneo 15 tofauti, hali iliyoongeza kiwango cha uharibifu katika baadhi ya maeneo ya makazi. Katika mji mkuu wa Kiev, watu wasiopungua 4 walithibitishwa kufariki dunia, huku wengine 63 wakijeruhiwa, wakiwemo watoto 3. Huduma za dharura za Ukraine zilisema mashambulizi hayo yaliharibu majengo ya makazi, biashara na miundombinu mingine ya kiraia katika wilaya 8 za mji huo. Waokoaji waliendelea na operesheni za kutafuta manusura, huku baadhi ya watu wakihofiwa kubaki chini ya vifusi. Mashuhuda katika Kiev walieleza kusikia milipuko mikubwa mfululizo usiku mzima, huku ving'ora vya tahadhari vya mashambulizi ya anga vikilia kwa saa kadhaa. Moshi mzito ulionekana ukifuka katika baadhi ya maeneo baada ya vipande vya drones na makombora kuangukia majengo ya makazi na magari. Katika eneo la kati, hali ilikuwa mbaya zaidi baada ya mashambulizi kuupiga mji wa Dnipro na kuwa watu wasiopungua 6, huku wengine 36 wakijeruhiwa. Mamlaka za dharura zilisema makazi ya watu na maeneo mengine ya kiraia yalipigwa vibaya. Kwa mujibu wa taarifa hizo, shambulizi la pili lilitokea wakati vikosi vya uokoaji vilipokuwa tayari vimefika eneo la tukio kusaidia manusura, tukio lililosababisha kifo cha mhudumu mmoja wa uokoaji. Mbinu ya kufanya mashambulizi ya pili mara baada ya uokoaji kufika imekuwa ikitumiwa mara kadhaa katika vita vya Urusi na Ukraine, huku Kiev ikilaumu Moscow kwa kulenga si tu maeneo ya kiraia bali pia wafanyakazi wa huduma za dharura wanaojaribu kuokoa maisha ya watu. Mashambulizi haya mapya yanatajwa kwa sehemu ya kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kati ya pande hizo mbili, wakati vita vinaendelea kuingia hatua mpya ya mashambulizi makubwa zaidi ya masafa marefu. Urusi imekuwa ikiongeza matumizi ya drones na makombora ya ballistic ili kujaribu kudhoofisha mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine, wakati Ukraine nayo imekuwa ikiendelea kushambulia maeneo ya kijeshi ndani ya Urusi kwa kutumia drones za masafa marefu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akizitaka nchi za Magharibi kuongeza msaada wa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga, akisema mashambulizi ya aina hii yanaonyesha kuwa Urusi bado ina uwezo mkubwa wa kufanya mashambulizi makubwa licha ya vikwazo vya kimataifa. Kwa upande wake, Rais wa Urusi Vladimir Putin ameendelea kusisitiza kuwa operesheni za kijeshi za Urusi zinalenga miundombinu inayohusishwa na jeshi la Ukraine, madai ambayo Kiev imekuwa ikiyapinga vikali kutokana na idadi kubwa ya raia wanaouawa na wengine kujeruhiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.